Mwamvuli Mohamed Chumvi. Takriban vijana 160 kutoka kata 23 za wilaya Makete mkoani Njombe ambao wameamua kuingia kwenye kilimo biashara cha viazi mviringo wamepatiwa mbolea za bure za kupandia zenye thamani ya zaidi ya milioni 21.1 ili waweze kuinua kipato chao na taifa kwa ujumla, maamuzi ambayo ulikuja baada ya mkuu wa wilaya Kisa kwa mwaka huu kukutana na kundi la vijana wenye dhamira ya kufanya kilimo na kisha kukwamishwa na changamoto ya mitaji. Tupate taarifa zaidi na Emmanuel Mkulu. Kiweka wazi sababu ya kuamua kulishika mkono kundi la vijana wenye dhamira kupambania ndoto zao kupitia kilimo, mkuu wa wilaya ya Makete Kisa Kasongo amesema ni kutokana na jitihada walizoonyesha licha ya changamoto ya mitaji wanazopitia, na kwamba katika awamu ya kwanza ameanza na vijana 160 kati ya vijana 1640 waliolengwa kusaidia pembejeo hizo kwa ajili ya kilimo cha viazi. Mara zote nimekuwa na hii ndoto ya kupenda kuwawezesha vijana. Na kwa nini nimechagua vijana kama kiongozi? Kwanza unapokuwa kiongozi lazima ujitambulishe. Mchakato wa zoezi hili ulianza kwa kutangaza au kutoa tangazo kwenye kata zote kuhusiana na vijana wanaojishughulisha na zao la viazi ambao wana changamoto ya mitaji ili waweze kuomba kupata support. Baadhi ya vijana walionufaika na mbolea za bure ambazo zimetolewa na serikali kwa kushirikiana na wadau wa mbolea ni pamoja na Lecho Chaula, ambao wameshukuru serikali kwa kusikia kilio chao na kufanyia kazi na kisha kutumia mwanya huo kuomba mawakala wa pembejeo kuongezwa vijijini. Tunamshukuru sana kwa sababu mpaka tunafika hapa tumeona kila ambacho alituahidi. Lengo kubwa ni kukuza uchumi wa vijana kwa upande wa wilaya ya Makete, lakini si kwa vijana tu, bali tunaamini kama Makete ikifanikiwa basi taifa zima limefanikiwa. Zoezi linalokwenda kufanyika leo linakwenda kuongeza uzalishaji hasa kwenye zao letu hili la viazi ambalo limekuwa na changamoto sana hususan kwenye pembejeo. Tunamshukuru sana mkuu wetu wa wilaya. Vijana tukiwezeshwa tukawa kama wakala kila kata, tutaweza kuwezeshwa na kuinuliwa kwa uchumi, na pia na wale jamii wenzetu watakuwa na wenyewe kwa uchumi kwa sababu watapata mbolea kwa wakati. Kwa upande wake mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa mbolea nchini TFRA Joy Laurent, ambaye amechangia mifuko 110 ya mbolea kwa ajili ya kuwapa vijana Makete, anaeleza manufaa ya mpango huo na hatua wanayofanya ili kuongeza huduma hiyo vijijini, jambo linaloungwa mkono na mawakala. Fursa hii kuwashukuru wadau mbalimbali walioweza kufanikisha zoezi hili. Ni zoezi ambalo ni la ubunifu hali ya juu. Ni zoezi ambalo linalenga kuendeleza juhudi za kilimo katika kuhakikisha kwamba vijana wetu wanashiriki kamilifu katika tasnia, katika sekta ya kilimo, kwa kuwatambua hawa vijana kwenye mashamba yao, kwenye maeneo yao. Kila mmoja analima ekari moja, na baada ya kupata wazo hili sisi kama wadau tukaona tuunge mkono vijana wetu waweze kwenda shambani, waweze kulima kwa tija. Umetoa maelekezo kwamba tuhakikishe tunaweka vituo kila eneo. Mheshimiwa, tumelichukua. Tutakwenda kuweka maeneo yote vituo vya usambazaji. Na tutaanza na Rupila kwa sababu dada wa Rupila amezungumza, tumemkuelewa. Kutoka hapa wilayani Makete mkoani Njombe, mimi ni Emmanuel Mkulu, EATV. Shukran sana Emmanuel Mkulu. Hakika wahenga hapo lazima wape eko, kwa maana kwamba ukitaka mali utazipata shambani. Tutazame taarifa nyingine. Watumishi wazembe ndani ya chama cha ushirika cha akiba na mikopo cha watumishi wa jeshi la magereza